Mtazamaji na mfuatiliaji wa Come TV Tanzania, tupo hapa katika shule ya Imboru Sekondari ambapo leo ni siku ambayo ni ya kihistoria katika shule hii, lakini pia kwa wanafunzi wa kidato cha 4 ambao leo wanasherekea mahafali yao baada ya safari yao ya miaka 4 ya kitaaluma ama ya masomo. Kwa hapa kukuhakikishia kwamba tunakusogezea yale yote ambayo yamejiri katika viwanja hivi vya shule ya sekondari Imboru, ambapo utapata kuona hotuba mbalimbali ambazo zimetolewa na viongozi, lakini pia pongezi, vile nasaha mbalimbali ambazo wamepewa wanafunzi ambao wanahitimu elimu yao ya sekondari kwa kidato cha 4, lakini pia zawadi mbalimbali, tumepata burudani, utakwenda kuvipata vyote hivyo. Na leo hii tunahitimu ni jumla ya wanafunzi 28 wakiwemo wavulana 14 na wasichana 14. Mafanikio. Ndugu mgeni rasmi, shule yetu imefanikiwa katika mambo mbalimbali kama ifuatavyo. Shule yetu imefanikiwa kuwa na walimu wa kutosha kwa kila somo ambao hufundisha vizuri na pia kujitolea muda wa ziada kuwasaidia wanafunzi katika masomo yao. Shule yetu imefanikiwa kufaulisha wanafunzi wengi katika kidato cha 4 na kujiunga na kidato cha 5, wengine kujiunga na vyuo mbalimbali na serikali na binafsi. Shule yetu imefanikiwa kuongeza idadi ya vitabu kwa kila somo. Tumefanikiwa kufanya mitihani ya mara kwa mara ili kujipima zaidi na kukuza taaluma. Shule yetu imefanikiwa kuwa na matumizi ya vishikwambi na smart TV screen kwa kila darasa kwa ajili ya kurahisisha ufundishaji. Tunakushukuru kwa kukubali ombi la kuwa mgeni rasmi siku ya leo. Tunachukua nafasi hii kumshukuru Mhashamu Baba Askofu wa Jimbo Katoliki Mbulu kwa kuwa na shule hii ambayo imekuwa ni kitovu cha elimu kwa Watanzania wengi. Tunashukuru uongozi wa shule kwa uongozi wake uliotukuka na usimamizi makini unaohakikisha tunapata elimu bora na malezi mema. Tunawashukuru watumishi wote wa shule ya sekondari Imboru walioshiriki kwa namna moja au nyingine kutufanikishia sisi kuhitimu masomo yetu. Mgeni rasmi, shule hii ilianzishwa mwaka 1974 ikiwa na mchepuo wa kilimo kwa kidato cha 1 hadi cha 4, na baadaye mwaka 1996 kidato cha 5 kilianzishwa katika tahususi 10 kama ifuatavyo. Tahususi ya kwanza ni kemia, biolojia na jiografia inayojulikana kama CBG. Ya pili, kemia, biolojia na kilimo CBA. Ya 3, fizikia, kemia na biolojia PCB. Ya 4, fizikia, kemia na historia PCM. Ya 5, fizikia, jiografia na hisabati PGM. Ya 6, uchumi, jiografia na hisabati EGM. Ya 7, historia, jiografia na uchumi HGE. Ya 9, historia, jiografia na Kiswahili HGK, na ya 10, historia, jiografia na Kiingereza HGL. Pamoja na ya mwisho, historia, Kiswahili na Kiingereza HKL. Shule ya sekondari Imboru ni shule ya Jimbo Katoliki Mbulu na ipo halmashauri ya Mbulu mji, mkoa wa Manyara, na hii shule ni ya bweni kwa wasichana na wavulana kuanzia kidato cha 1 hadi kidato cha 6. Shule inaendeshwa katika maadili mema chini ya uongozi na usimamizi wa masista wa shirika la Evangelizing Sisters of Mary. Mgeni rasmi, leo hii tunao wahitimu 28 wakiwemo wavulana 14 na wasichana 14 ambao wameandaliwa vizuri kitaaluma, kiimani na kimaadili. Matokeo ya taifa kidato cha 4 mwaka 2024 ni kama ifuatavyo. Waliofanya mtihani walikuwa 18. Kati yao wanafunzi 5 walifaulu kwa daraja la 1,
wanafunzi 9 daraja la pili, wanafunzi 3 daraja la 3 na wanafunzi 2 daraja la 4. Kwa upande wa kidato cha 6, wanafunzi waliofanya mtihani wa taifa mwaka 2024 walikuwa 78. Kati yao wanafunzi 20 walifaulu kwa daraja la kwanza, wanafunzi 49 kwa daraja la pili na wanafunzi 9 kwa daraja la 3. Kwa kidato cha pili waliofanya mtihani wa taifa mwaka 2024 walikuwa 48. Kati yao wanafunzi 38 walifaulu kwa daraja la kwanza, wanafunzi 6 kwa daraja la pili na wanafunzi 3 kwa daraja la 3. Lengo la shule ni kuondoa daraja la 4 na la 3. Ni mategemeo yetu kuwa mitihani ijayo wanafunzi wetu watafaulu kwa daraja la kwanza na la pili tu. Mafanikio. Namba 1, shule imepiga hatua kubwa kutoka kwenye mfumo wa kutumia ubao na chaki na kuingia kwenye mfumo wa TEHAMA, yaani matumizi ya smart TV screen, projector na vishikwambi ili kuboresha ufundishaji na ujifunzaji. Utumiaji wa TEHAMA unaokoa muda na silabasi inasonga mbele na inaisha kwa wakati. Pamoja na jitihada zilizofanyika, bado shule ina changamoto zifuatazo. Namba 1, uchakavu wa mabweni ya wasichana, madarasa ya O level, maabara na ofisi za walimu. Changamoto namba 2, baadhi ya wazazi kuchelewesha ulipaji wa ada au kulipa kwa kuchelewa au kiwango kidogo. Mikakati. Mikakati namba 1, tunaomba ushirikiano wenu ili tuweze kukarabati walau ofisi za walimu kabla ya Januari mwaka 2026. Namba 2, ukusanyaji wa ada ni kazi endelevu, hivyo basi juhudi za kufuatilia wazazi bado zinaendelea. Namba 3, tunawaomba wazazi wenye watoto hapa shuleni mjitahidi kulipa ada kwa wakati. Wanafunzi tuwe na tabia ya kusikiliza na kutendea kazi yale ambayo tunaambiwa. Anaharibu future yako huyo mtu. Usikubali. Hatujaja huku duniani kwa ajili ya kuja kuzuhura. Tumekuja kwa ajili ya purpose. Biblia inasema kwamba Daudi akishatumikia kusudi la Mungu akalala na babazi. Maana yake nini? Ninapokuwa duniani kuna kusudi la Mungu. Sasa utakatizwa kufikia ile kusudi la Mungu kwa sababu ya uzembe wako mwenyewe, kuchagua watu ambao sio sahihi katika maisha yao. Kwa hiyo ni vizuri ukafanya uchaguzi ulio sahihi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lazima uwe na bidii katika kusoma. Mimi kwenye maisha yangu sijawahi teseka kupata kazi. Nilipomaliza kidato cha 4, shule hiyo ambayo nimemaliza kidato cha 4, waliniita nije kufundisha preform 1 mathematics. Hiyo shule. Why? Nimechagua njia yangu kwamba ninayekwenda ni hapa. Kwa hiyo lazima niwe na bidii. Nimemaliza form 6. Namaliza form 6, audition wakaniita nifanye kazi zao. Why? Kwa sababu nimejitui. Kwa lazima kujitui kwenye mazingira ambayo utafanikiwa. Wewe yani kazi zipo, useme mtu akudanganya. Wewe jitui tu kwenye mazingira yako. Wewe kaa kwenye track yako. Usikae kwenye track ya walevi. Kaa kwenye track ya Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Niwashukuru sana wanafunzi kwa uvumilivu wenu toka 2022 hadi leo. Ninaamini kabisa kwa historia hii ambao mkuu wa shule ametusomea kwenye risala, naamini kabisa kwamba mtaenda kufanya wonders kwenye mtihani ambao mtaanza mwezi ujao. Bwana asifiwe. Ni mategemeo yetu kwamba hamtabadilisha hii historia. Itakuwa na historia nyingine ya division 1, division 1, division 1, division 1. Kwa vitu vinawezekana. Vinawezekana kwa vitu. Ile ni commitment. Naomba wao kidato cha 5 na cha 6. Wasaidieni wenzao. Wenzenu ambao wanajiandaa kwa mtihani. Inawezekana.
akileta maswali wasaidieni, wape encouragement, usimkatishe mtu tamaa. Mkuu wa shule, tunazidi kushukuru kwa mafanikio makubwa ambao umetusomea ya majengo, mandhari ya shule, kwa watumishi wenzako, kwa wanafunzi, na changamoto zipo kama ambavyo umetuambia, na changamoto siku zote zipo kwa ajili ya kwetu sisi kuikabili. Na nitakuomba sister utafanya follow up kwenye ofisi ya branch manager ili kuweza kuangalia kama watatupatia chochote angalau kwa yale mabweni ambayo umetuambia ya wasichana kwamba yamekuwa chakavu. Mara nyingi ni vitu tumekuwa tukifanya kwa jamii zetu. Mwaka tutaona jinsi gani ambavyo tutaaddress hili jambo kwa management kwa ajili ya kuweza kutusaidia. Kwa hiyo nikuombe tu kwamba nitafikisha kwa manager na nitakuomba utakuwa tukifanya follow up kwa ajili karabati ofisi ya walimu wetu. Ni vizuri walimu wetu ambao wamejitolea kutufundishia watoto. Akikaa kwenye kiti onekane kwamba amekaa kwenye kiti. Asikae chini. Akiwa na meza nzuri ambayo anaweza kuweka vitu vyake, madaftari ya watoto kwa ajili ya kusahisha ili kazi yake iweze kuwa nyepesi. Kama huna mazingira mazuri ya kazi, huwezi ukawa na furaha na hiyo kazi. Kwa hiyo nikuombe makamu mkuu wa bodi, tusijaliwa modality ambayo sister ameandaa, tusogee kwa ajili ya hiyo changizo ili kuweza kusaidia angalau hiyo Januari waliosema tuweze kukarabati hiyo ofisi ya walimu wetu ili waweze kufanya kazi katika mazingira mazuri. Kile kinaanzia hapo. Hongera sana. Asante sana. Safari yako ya masomo kwa miaka 4 unaizungumziaje? Safari yangu ya masomo kuanzia kidato cha kwanza hadi nilipofika kwa sasa hivi tunakwenda kumaliza, lakini tupo vizuri, tumeandaliwa vizuri na walimu wetu na tumejipanga. Kwa hiyo wani uhakika kwenye mtihani wetu ambao upo mbele ambao ni mtihani wa taifa. Ndoto zako kubwa ni kuwa nani? Nataka kuwa daktari. Hongera sana. Asante sana. Ana Mariki. Nia mengi kutokana na shule yenyewe niliyopo hii inatufundisha taaluma, nidhamu, michezo, mazingira yako safi ya kujisomea. Kwa hiyo ni kitendo cha kushukuru Mungu mpaka kufika hapa hivi nilipo. Katika masomo vipi? Masomo tuko vizuri tu kwa wote, form 4 wote. Walimu wanatufundisha vizuri, wanatupa nidhamu nzuri, maadili yaliyo mema. Somo lako pendwa ni somo gani? History. Uhakika. Uhakika. Yako ni kuwa nani? Kuinjinia siku moja. Mwenyezi Mungu akusaidie. Amina sana. Unawaambia nini wadogo zako ambao unawaacha hapa shuleni? Mimi naambia ni vizuri sana ukiwa shuleni usome kwa bidii zote ili ufikie malengo yako. Katika kufikia malengo bila kusoma hauwezi fikia. Kwa hiyo ni muhimu sana ukapambana kusoma sana ili ufikie malengo yako. Social science. Yes. Kuna mtazamaji haelewi social science. Somo gani na somo gani unaweza kutueleza vizuri? Napenda geography, mathematics and economic ambayo nitaikuta kidato cha 5. Hongera sana. Asante. Na neno lako la mwisho kwa walimu ambao wamekufikisha mpaka hapo ulipo, kwa maana ya kwamba wamekufundisha, wamekupa taaluma? Mimi nasema tu asante, tunashukuru maana ni kazi nzito waliyofanya. Hongera sana. Asante sana. Yesu Kristo. Milele amina. Hongera sana. Asante. Tuanze kabisa bila kupoteza wakati. Nini ambacho kimejificha nyuma ya maendeleo yako, ama nini siri ya maendeleo ya shule hii ya sekondari Imburu? Cha kwanza kabisa ni ufuatiliaji wa watoto katika kile wanachokitenda. Kwa mfano wakiwa madarasani kuna ufuatiliaji kama wanasoma au hawasomi. Alafu kingine pia walimu wanajitolea sana. Wanaanza kufundisha kuanzia saa 11:30 asubuhi mpaka saa 10 ya jioni. Alafu hapo tunakuwa na shughuli za nje, baadaye tena kuanzia saa 1 mpaka saa 4 ya usiku. Na wakati mwingine hata Jumamosi, Jumapili pia wanafundisha. Vile vile tuna vifaa hivi vya tehama tunavyotumia, vinarahisisha sana ufundishaji, hasa smart TV screen vishikwambi. Kwa hiyo unakuta inarahisisha kufanya syllabus iende mbele kwa wakati, na pia wanafunzi wanakuwa na
ile hamu, shauku ya kujifunza kwa kutumia TEHAMA. Ni nini ambacho hasa unajivunia katika darasa hili ambalo leo mmefanyia mahafali ama mmeiaga wanafunzi ambao leo wamesherekea mahafali yao? Hawa watoto wako makini katika kujifunza na wanajuhudi katika masomo yao na vile vile wana vipaji vingi. Na nafikiri hata leo hii imejionyesha wazi namna walivyokuwa wanaimba na namna walivyokuwa wanacheza. Hivyo ni vipaji ambavyo kwa kweli tutavikosa, hasa ile Masai dance. Waliokuwa wanaongoza pale wawili wakubwa warefu ni wa Masai. Kwa hiyo watakapoondoka na ngoma ya Kimasai sijui itakuwaje. Bila shaka kuna vingine vitaibuka. Ndio, naamini. Na labda pengine ni mpango mkakati gani kama viongozi wa shule hii ya sekondari Imboru mmeiweka ili kuhakikisha kwanza maendeleo ya kitaaluma ya wanafunzi yanaendelea kuwa juu? Kwanza kabisa mikakati ambayo tumejiwekea, jinsi nimeshaanza kusema. Kwanza tunataka tupate daraja la kwanza na la pili, na si la 3 wala la 4. Na mikakati ambayo tunatumia ndio nilivyosema kwamba walimu wanajitolea muda wa ziada kufundisha, na hii inasaidia syllabus kwenda mbele. Alafu hapo tunapata muda mwingi sana wa kufanya marudio. Vile vile tunawapa mitihani mingi sana ambayo tunaita ni series. Wanaweza kufanya kila wiki. Na zaidi ya hapo pia tunawapanga kwenye makundi, wanafanya mitihani pia tofauti tofauti kwenye makundi. Alafu pia tunaleta watu wa semina, wanawafundisha, wanawaelimisha namna pia ya kujitambua, namna ya kusoma, na namna gani wanaweza kufikia ufaulu wao. Kwa mfano hata sasa hivi form 4 tu wiki ijayo wao watapata semina. Kidato cha 6 pia waliomaliza mwaka huu kabla ya kufanya mitihani pia walipata semina. Washukuru wazazi na walezi kwa kututhamini na kutupa watoto. Maana yake waliona Imboru kuna kitu cha pekee, ndio maana wamewaleta hapa. Na naendelea kuwahimiza wazazi kuwa walifanya chaguo jema na waendelee kuleta wadogo zao hawa na hata majirani zao au marafiki ili waweze kupata elimu iliyo bora na malezi kutoka Imboru. Ndugu zako hawa ama kwa wakubwa zako, kaka zako na dada zako ambao leo unawaaga, najivunia kuwa walikuwa wana nidhamu, walikuwa wanatufundisha vitu ambavyo vinapaswa kufuata hapa shule, walikuwa wanatufundisha nidhamu, ushirikiano, hivyo. Na kwa majina naitwa Nurana Limo. Unasoma kidato cha ngapi? Kidato cha 3. Ni changamoto gani ambayo hasa unakutana nayo katika masomo yako? Changamoto ni ndogo sana, na sometimes unakuta tu ni kutokuelewa swali, na ukimfuata mwalimu na kuelekeza kwa mara ya pili, na pia ushirikiano kwa wanafunzi kuona kusaidia kusolve zile problem ambazo unakuwa unazipata. Ni nini ambacho hasa umejifunza kutoka kwa dada zako na kaka zako ambao leo umepata nafasi ya kuaga? Nimejifunza kuwa na nidhamu kwa sababu wameonyesha nidhamu nzuri, wamekuwa mfano wa kuigwa katika shule. Na pia nimejifunza kuwa na academic performance nzuri kama walioionyesha wao, wamekuwa mfano wa kuigwa, wamepokea vyeti vingi vizuri, wameonyesha nidhamu kubwa. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwao na nitaviishi ili niweze kufikia malengo yangu. Kitu ninachojivunia kutoka kwa walimu wangu wanaonifundisha ni kwamba wanafundisha vizuri, naelewa darasani. Pia ukimfuata mwalimu akuelekeze, sio anakufukuza bali anakuelekeza. Dada zako na kaka zako leo umepata nafasi ya kuaga. Ni alama gani ambayo wamekuachia wewe katika maisha yako ya taaluma, lakini pia katika maisha yako binafsi? Katika maisha yangu binafsi nimejifunza kutoka kwao kuwa na confidence, kuwa na nidhamu, kuwa na heshima kwa wakubwa na wadogo. Pia katika maisha yangu ya taaluma ameniachia alama kwamba nisome kwa bidii. Ngaje na kidato cha 4 mwakani? Nijipanga kusoma kwa bidii na pia kutegemea tabia njema kutoka kwa wenzetu wao waliofaulu, pia hata kwa walimu wenzetu waliotufundisha. Masomo ama tabia ambazo mnafundishwa na walimu wenu hapa katika shule ya Imboru Sekondari unazungumziaje? Nazungumzia walimu wetu wanatufundisha vizuri, pia tunapata maarifa na heshima kuhusiana na jamii pia. Pamoja na kwamba kuna changamoto na mafanikio pia yapo. Sasa tuko hapa kukuhakikishia kwamba tunakusogezea yale yote ambayo yamejiri katika viwanja hivi vya shule ya sekondari Imboru. Vile vile nasaha mbalimbali ambazo wamepewa wanafunzi ambao wanahitimu elimu yao ya sekondari kwa kidato cha 4. Life is not fair. Life is not fair. Life is not fair.
Alafu lakini anakuambia drive on. Life is not fair, drive. Ndio maana unaambiwa mapambano ya maisha, maana yake tunapambana na unfairness kila sehemu. Kwa hiyo ushindi wako kwenye maisha maana yake ndio hiyo. Kwa hiyo kwa mazingira ya jeshini kuna adhabu nyingi ambazo za ajabu. Na pengine tunasimuliwa na wale ambao wameenda. Maana yake popote utakapokutwa na kule vitu, maana yake mambo yanaenda kwa renki. Kwa hiyo ukiwa renki ya chini, unaamrishwa tu unapewa adhabu ambazo haziende. Je, maana yake hapo wanapima tu nini? Wanapima nidhamu, wanapima uvumilivu. Uvumilivu huko kwenye maisha unaweza ukapambana na changamoto. Wewe ni mtoto ambaye kwa mfano mafua ikikukamata unaahirisha kazi. Kwamba mafua yamekukamata kidogo, badala ya kupiga jogging kidogo na kupambana, unaanza kulialia. Unaanza kulialia. Huo ndio usistadu. Kwamba leo mimi sipiki kwa sababu una mafua. Kama una mafua maana yake ndio kwa kama una mafua, funga kitambaa kikubwa, endelea kupiga. Endelea kupiga, zuia. Kwa hiyo wewe usiwe mtu wa kulialia. Hata mara pengine kuna mambo madogo. Maana yake mara pengine hata magonjwa yanayotukamata mara pengine yanapima uvumilivu wetu. Kwa hiyo wewe umesoma hadi form 4. Unatakiwa uwe mvumilivu, uwe na nidhamu katika mambo yote. Usikurupuke. Unapoambiwa neno au unapoambiwa hivi, maana yake uwe mtu wa kupima kila kitu. Usiwe mtu wa kubwatuka. Usiwe mtu wa kubwatuka. Kwa hiyo unaambiwa life is not fair, drive on. Wewe endelea kanyaga gia, kanyaga mafuta, ongeza gia. Watoto wako wamekaa vizuri hapa na miaka 4 wamepata elimu, na wewe endeleza hapo kabla hajaendelea elimu au kabla hajajiunga na chuo, na uwe karibu. Na kuna tabia wazazi wengi kuwatelekeza watoto kwamba huyu kamaliza form 4, kamaliza form 6, sasa hamna shida. Hata akienda kuzurura mtaani hamna shida. Hata wanapokwenda shuleni tunapaswa kuwafuatilia kwa karibu. Mzazi, mwalimu, ni jambo la msingi sana kuwe na mawasiliano ya karibu ili kujua pia mwenendo na tabia ya mtoto sambamba na taaluma. Kwa hiyo jambo ambalo huwa linafanyika ni jambo ambalo kwa kweli wazazi wengi siku za leo wanaona hakuna tatizo. Mtoto akisoma anajiweza mwenyewe. Bado anatuhitaji, bado wanahitajika na viongozi wengine wa dini. Hamasisha, hakikisha watoto wanaenda kanisani. Watoto wanaenda, kama ni Muislamu wanapaswa kwenda wapi? Pale msikitini. Ili tupate taifa lenye viongozi bora, taifa ambalo ni taifa tegemeo. Tabaki, naomba nikutie moyo na nikuhamasishe. Uwe karibu na mtoto wako, lakini uwe karibu na uongozi wa shule kufuatilia maendeleo ya kitaaluma ya mtoto. Bila hivyo tutakuwa tunafanya kazi bure. Kwamba sasa umemfikisha shuleni, kila kitu umeacha hapo. Kwa hiyo jaribu kufuatilia maendeleo ya mtoto. Itakuwa vizuri sana. Hata tabia yake ikibadilika, unaweza kusaidiana na nani? Unaweza kusaidiana na walimu ili mtoto aendelee kufanya vizuri na awe kijana mzuri na afikie lengo lake na ndoto yake. Kwa hiyo niseme kwamba niendelee kusisitiza kwa ujumla wetu wote ambao tuko katika ukumbi huu, ili mwanafunzi afaulu vizuri anapaswa kuwa na nidhamu. Nidhamu inasisitizwa sana, lakini mimi nidhamu nimesoma katika somo fulani la afya ya akili. Ili mtu awe na afya bora ya akili, sio kijana mdogo tu pamoja na mtu mkubwa, lazima awe na nidhamu. Usipokuwa na nidhamu, wengine wametafsiri nidhamu, ile neno nidhamu kwa muda wako utatafsiri ile neno N, wanasema nia. Waswahili wanasema penye nia pana njia. Burudani ambazo zimeandaliwa na wanafunzi ambao wameshirikiana na walimu wao. Nikukaribisha sana, tuambatane sote kwa pamoja katika safari hii ambayo tunakusogezea yale yote ambayo yameandaliwa na ndugu zetu, watoto wetu, walimu wetu, kuhakikisha kwamba watoto wanakuwa katika maadili mazuri, katika taaluma nzuri. Yes,
but we still remember you. Although we are here, but back is you, and we are just to say thank you. Kwa heri, kwanza kuna maisha so kwa na mwisho, ni kama Imboru hitimisho, Mola akipenda taonana kesho. Kwa heri, form 1, form 2 kwa herini, form 3, form 5 kwa herini, form 6 na walimu kwa herini. And she had to die, so we should say thank you. We have been together for 3 years. I know you are listening. We are crying to say goodbye, to say goodbye. We are crying to say goodbye, to say Ngoma Kira. Hivyo ndivyo ilivyokuwa leo katika shule ya sekondari Imboru katika mahafali ya 49. Ni matumaini yangu kwamba umejifunza, umeburudika na umepata kitu kipya leo. Nikupe hongera kama wewe ni mzazi, lakini pia nikupe hongera kama wewe ni mwanafunzi, na hongera pia kwa wewe mlezi. Hii ni Come TV Tanzania ambayo imekusogezea matukio yote haya kutoka hapa katika viwanja vya shule ya sekondari Imboru. Nikukumbushe tu kwamba usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, Twitter, Instagram, TikTok kwa jina la Come TV Tanzania. Lakini pia YouTube jina ni hilo hilo Come TV Tanzania. Utakapofika pale YouTube usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili kuwa wa kwanza kupata matukio mbalimbali ama habari mbalimbali. Mimi ni Witilala wa Come TV Tanzania.